Kipa bora anapimwa kwa vitu vingi sana. Kipa bora anaweza akapimwa kwa namna ambavyo pia anakuwa mwanzishaji mashambulizi. Kwa soka la kisasa kipa bora anaweza kupimwa kwa saves. Kipa bora anaweza pia akapimwa kwa namna ambavyo anapanga mabeki wake. Kipa bora pia anaweza kupimwa namna ambavyo pia anatokea katika matukio ambayo mabeki wake pia wamefeli. Nje ile save, yani kuna ile anatoka paka nje ya box, kuna namna anakwenda kusave anapoona beki amekawia, amechelewa. Lakini mimi kumpima kipa bora kwa clean sheet huwa anapata changamoto kidogo, kwa sababu mfano mzuri tu, angalia hizi mechi za mwishoni hapa, hata hizi mbili za Yanga ambazo walicheza, angalia mechi ile ya Simba. Kuna baadhi ya mechi unakuta hawa magolikipa ambao ndo ni makipa bora wanaonia kama makipa bora. Unaweza kushangaa mechi nzima kapigwa shoot on target hiyo moja. Na ndo goli. Na wakati mwingine sio goli, ni ana clean sheet kwenye hiyo mechi, lakini ana save hiyo moja tu. Na haikuwa hash. Umeona? Ni kwa sababu ya safu pia ya ulinzi nzuri ambao wapo nayo. Lakini pia unaweza ukamsifia kwa kiwango kiasi kidogo, kwa sababu labda pengine amehusika kwenye namna ya kuwapanga mabeki, ku anticipate kwa beki akae wapi kwa wakati gani, kwa sababu ili aweze kuzuia. Lakini mimi kwangu kipa, nadhani kipa bora angepimwa kwa saves ingekuwa bora zaidi.